Jambo la kwanza tunaweza kuliona katika tafakari yetu leo tunapoadhimisha sherehe hii kwamba Mungu ana mpango na sisi wakati wote ule. Kuna wakati fulani tunalia, kuna wakati mwingine tunapitia magumu, tuna huzuni, wakati mwingine tunaonekana kama tumetelekezwa. Mungu ana mpango na sisi. Tunaliona ile katika Zakaria na Elizabeth. Hawa watu wawili hawa walitamani wawe na watoto, lakini hawakupata mtoto hata mmoja. Kutoka ujana wameendelea, wamekuwa wazee, si tu wazee, wamekuwa vikongwe, hawana mtoto. Lakini Mungu alikuwa na mpango nao. Walikuwa wameshakata tamaa, tutapata tena mtoto, lakini Mungu ana mpango nao. Tunasema Mungu asinzii, na Mungu anatuangalia wakati wote, ana mpango nao. Na ndio maana wakati ulipotimia, ndipo Zakaria baba wa Yohana Mbatizaji alipashwa habari, utazaa mtoto katika uzee wako huo na mke wako. Kidogo kaidi, akawa bubu, akashindwa kuongea mpaka yalipotimia yale ambayo Mungu mwenyewe alitaka. Na ndio maana tunaona katika hili Mungu aliwatumia Zakaria na Elizabeti kuwa vyombo vya kutimiza yale malengo yake katika ulimwengu huu. Na ndio hawa wamemzaa Yohane Mbatizaji. Na ndio hawa ambao baada ya kuzaliwa kwake amepewa jina hilo kutokana na kupashwa habari kwamba ataitwa Yohane. Na tunaona katika somo la Injili watu wanasema ataitwa nani? Mama anasema ataitwa Yohane Mbatizaji. Tumwashirie baba ambaye ni bubu, ataitwa nani? Ataitwa Yohane Mbatizaji. Wakastaajabu. Na mwisho wakati katika staajabia yao wanasema mtoto huyu atakuwa ni wa namna gani? Ni wa pekee, ameletwa na Mungu mwenyewe kutimiza matakwa hayo. Na ndio maana tunasema kwamba katika maisha yetu, ninyi makatekista, kila mmoja anafanya kazi katika nafasi yake kokote kula liko, na katika jimbo lake na katika parokia aliyo nayo. Na kwa sababu hiyo tunaalikwa katika hili tusikate tamaa, na hasa tunapohamasishwa na ujumbe wa Jubilei Kuu 2025, mahujaji wa matumaini, mahujaji katika matumaini. Tusikate tamaa, Mungu ana mpango na sisi. Tusilalamike, tusihuzunike, tusilegee. Mungu ana mpango na sisi.